lakini kinywa pia kinatumika kwa kusema. Mnanisikiliza vizuri? Yaani kinywa chako hakiwezi kukatambulika kwamba ni kinywa kama kitakaa kimya siku nzima akisemi neno lolote. Hata kama ni kwenye familia watakushangaa, watasema huyu mtu ana namna gani? Ama leo ni mgonjwa, mbona hasemi kitu chochote? Mbona tusikii kitu chochote kutoka kwake? Mwambie jirani yako, utampata tu. Nawaambia kila siku kabla sijawafundisha wanafunzi wangu kwamba usiponielewa mwanzoni utanielewa katikati, na usiponielewa katikati utanielewa. Lakini issue ni kwamba hautatoka kama hujanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe mwanafunzi ambaye atatoka hapa hajanielewa, kwa kweli wewe inabidi anirudie hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nawaambia hata wanafunzi wangu hapo chuoni. Nimefundisha hapo chuoni kwa muda kidogo, miaka kama 3. Nilikuwa nawaambia kabisa, usiponielewa mwanzo utanielewa katikati, usiponielewa katikati utanielewa mwisho. Hiki kituo cha Biblia hapo mbele yenu. Sasa Mungu Baba anasema, sikiliza vizuri. Mungu Baba anasema kutoka kwenye kitabu cha Mathayo 4 sura ya 4. Nimesema nilikuwa nikizungumzia habari ya kulitawala na kulimiliki anga lako. Alafu nikasema njia ya kwanza ya kulitawala na kulimiliki anga lako ni kwa njia ya maombi. Hiyo tumesema siku ya Ijumaa. Na siku ya leo tutaiona njia nyingine inayozungumzia hapa. Ukiangalia kitabu cha Mathayo sura 4 mstari wa 4, Mungu Baba anasema hivi. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Ninapenda tunarudia wote kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno, kila tamko litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo tamko linaendana na nini? Na kinywa. Yaani kama huna kinywa ina maana huna usemi. Na kama huna usemi ina maana huna kinywa. Hem, tusome Kumbukumbu la Torati pia sura ya 8 mstari wa 3. Mtanifuata hivi. Kumbukumbu la Torati 8:3 nasema hivi, Mungu Baba anasema hivi. Kanisa zima, akakutweza akakuacha. Uone njaa. Akakulisha. Kwa maana usiyojua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Mtanielewa tu. Hebu twende na Luka 4 sura ya 4. Mtanifuata kwa pamoja. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba. Mtu hataishi kwa mkate. Sasa Biblia ya Kiingereza inaendelea kusema ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Lakini imesema tu mtu hataishi kwa mkate pekee yake. Haya, tumalizie mstari. Waebrania sura 4 mstari wa 14. Maana neno la Mungu li hai. Tena lina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga wao wote, ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Sasa moja ya sababu ama faida ya kulisoma na kulitafakari neno la Mungu ni kwamba, sababu ya kwanza, mwambie jirani yako, ili uweze kuishi. Mwambie utampata tu. Mwambie sababu ya kwanza ama faida ya kwanza ya kulitafakari neno la Mungu ni ili uweze kuishi. Na wengi tunajuaga hapa kuishi ni kuishi rohoni. Hamna. Yaani hapa ni unaishi mwilini mpaka wapi? Mpaka rohoni. Kwa sio swala la kuishi rohoni, ni mpaka mwili unaishi. Yaani nafsi yako inaishi, roho yako inaishi, na mwili wako unafanya nini? Narudia tena. Nafsi yako inaishi, roho yako inaishi, na mwili wako unafanya nini? Unaishi. Napozungumzia mwili, nazungumzia mwili tunaonana hapa. Lakini kuna vile vya ndani ambavyo vimefunikwa na mwili, ambao ni nafsi na nini? Na roho, na vyenyewe vinafanya nini? Vinaishi kwa neno.
Na napozungumzia kulitafakari neno, sio tu kulitafakari neno kwa kulitaja, sio tu kwa kulitafakari neno kwa kulisema. Unalitafakari neno mpaka wewe mwenyewe unageuka kuwa neno. Sio mmenipata ninachosema hapo? Yaani unalitafakari neno mpaka wewe unageuka kuwa nini? Si kama kuna watu wamenielewa hapo. Yaani unalisoma neno, unalitafakari mpaka wewe mwenyewe unakuwa sio Yosefu tena. Unakuwa ni nani? Watu hawajanipata ninachosema hapa. Yaani unalisoma neno, unalitafakari mpaka hilo neno linakuwa, yaani wewe unakuwa sio Yosefu tena. Wewe mwenyewe unakuwa nani? Neno. Kwa hiyo nipe mfano mmoja hapa. Samueli samani ndio mmoja. Huyu Samueli si anakula chakula kila siku? Ndio. Nauliza tena, si anakula chakula kila siku? Ndio. Kwani kinachomfanya awe Samueli ni Samueli ama ni chakula? Wote tuko pamoja. Kinachomfanya awe Samueli ninavyomwona hivi ni mavazi anayovaa, ama ni viatu anavyovaa, ama ni nyumba anayokaa, ama ni TV anayoangalia, ama ni makochi anayokalia, ama ni chakula anachokula? Ndio kinamfanya awe nani? Nimeanza kumpata sasa mwalimu. Sidhani kama nimeanza kumpata vizuri. Nimeanza kumpata vizuri. Sasa unalitafakari neno mpaka badala ya kuwa Yosefu unakuwa nani? Neno. Amina. Yaani ukiniona mimi hapo unaliona neno. Amina. Ukimwona Samueli amuoni Samueli unaliona neno. Si kuna watu wananielewa hapo? Ukiliona kanisa unaliona nini? Amina. Mwambie utamuelewa. Yaani unalisoma neno mpaka unakuwa neno. Yaani hata kama wachawi wakipita kwenye anga lako hawakuoni wewe, wanaliona neno. Washirikina wakipita kwenye anga lako hawakuoni wewe, wanaliona neno. Hili somo linaonekana ni ngumu sana. Mkiona naanza kuja hivi, niacheni mimi. Kwa sababu wengi wanajadili sana, wanasema huyu mbona akihubiri anatoka madhabahuni anaenda na kule. Niliwaambia Jumapili iliyopita kwamba hilo ni la kwako na hili ni la kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikitoka kule madhabahuni kuja kunyuma, hilo ni la kwako. Sasa usijadili sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwambie jirani yako acha kujadili sana. Na ukiwa na neno ndani yako hutakaa ujadili sana. Wewe utakuwa ni neno. Ukitaka kujadili nyingine, neno ndani na kuziwea, wewe ni neno. Amina. Wewe ni neno. Mwambie acha maneno mengi. Mwambie tena acha maneno mengi. Maneno mengi ambayo yanatakiwa yajae ndani yako ni neno la Mungu. Amina. Nimekuwa nikizungumzia kwa habari ya anga hapa, sikiliza vizuri. Yaani neno linajaa ndani yako. Unatafakari neno mpaka yeyote atakayepita kwenye anga lako kuleta shida hakuoni wewe, analiona nini? Neno. Wakija wakikufuata kwenye chumba chako, wakichungulia dirishani hawakuoni wewe na watoto, wanaona nini? Neno. Amina. Niliwaambia hapa wiki iliyopita kwamba wewe usifikiri ukiwa umeokoka ndio mchawi anakufuata. Tena ndio anakuja kwa spidi zote. Na anakufuata sio kwamba una mali. Anakufuata kwa sababu ndani yako kuna taa ya neno. Inawaka usiku na mchana, taa ya neno. Kwa hiyo atakuja hata tukiona kwa mbali sema yule anakuja kwa sababu ile taa inawaka ndani yako. Kwa hiyo atakufuata tu aone nini kilicho ndani yako. Kwa sababu mwambie jirani yako usijifarije tu umeokoka ndio wachawi hawakufuata. Wanakuja sana. Walidanganya. Tumekuwa na kitu kimoja kama mimi nimeokoka, wachawi wanifuata. Wanakufuata sana. Sema kinachokusaidia ni kwamba lile andiko linalosema kwamba watapigana nawe lakini hawata. Yes. Kwa hiyo wanapokuja kufanya madhara kwako, wanakutana na nini? Ina maana kwamba watajaribu kupigana lakini hawezi wakapigana na neno Bwana. Hawezi wakapigana na neno ndani yako. Hawezi wakapigana ile taa ya Mungu iliyoko ndani yako. Kwa sababu inawaka usiku na mchana. Si kama kuna watu wananielewa hapo. Wakija kwenye anga la kazi,
Wameingia ofisini kwako, wanashangaa hawakuoni, lakini huko umekaa hawakuoni na wanaona nini? Wanakuja kwenye biashara yako, wanajaribu kuleta shida kwenye biashara yako, wanashangaa hawakuoni wewe, hawaioni biashara, wanaona nini? Utashangaa siku hadi siku wewe ni mtu wa kushinda. Siku hadi siku wewe unapenya. Hata awepo mbweha, awepo simba, awepo nyoka, wewe unawavuruga na kupita tu. Wakipita. Mwambie jirani yako, ninawachukia wachawi kama nini? Nawachukia wachawi. Na kizuizi kikubwa cha maendeleo ya mtu, sema ni wachawi. Chawi. Mazingira unayoishi kama mazingira unayoishi anga ni la kipepo. My friend, rafiki yangu, chochote utakachokuwa unakifanya pale kitakuwa ni shida, akitakuwa na maendeleo yoyote, kwa sababu ya anga linamilikiwa na nguvu zingine. Chakula cha mwili unachokula kinafanyika wewe. Ndivyo hivyo. Neno la Mungu linapojimeng'enya ndani yako, si unalila? Bwana Yesu asifiwe sana. Si unalila neno la Mungu? Linapojimeng'enya ndani yako, linapojimeng'enya ndani yako, na maana linajifunua ndani yako. Likishajifunua ndani yako, linafanya kazi kwenye roho, nafsi na mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani neno la Mungu linapojaa ndani yako, linajimeng'enya sasa, linajimeng'enya. Linapojimeng'enya, linafanyika ufunuo ndani yako. Linafanyika ufunuo kwenye mifupa, ufunuo kwenye akili. Yaani inafanyika ufunuo na kutenda kazi kwenye mifupa, kwenye akili, kwenye nafsi, kwenye miguu, kwenye moyo, kwenye kila kiungo cha mwili wako. Linafanya kazi kwa sababu limeshajifunua, umelila. Kuna watu wananielewa hapa? Yaani ile neno la Mungu likijaa ndani yako, yaani yeye ndio linafanya kazi ya kuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye ndio linafanya kazi ya kuuisha na kufufua ufya kilichokufa ndani yako, kwa sababu limejaa ndani yako neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 na mstari wa 9, anasema hivi: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako. Ninakuwa tunazungumzia habari ya kinywa, sawa sawa eh? Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako, ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Mwambie jirani yako kwa lugha nyepesi, utasalimika. Utasalimika. Kwa lugha nyepesi, utanusurika. Utanusurika.